Tunaendelea kusisitiza kwa jamii kutumia haki yao ya kikatiba na kisheria kushiriki katika uchaguzi, na takwimu zinaonyesha kwamba wanawake wameonyesha mwamko mkubwa na ushiriki katika kugombea nafasi za uongozi. Hili ni jambo jema na linaendelea kuonyesha kwamba hali ya usawa wa kijinsia katika taifa letu inaendelea kuimarika. Tunaendelea kusisitiza umma kuwa na imani na kuwapa nafasi wanawake katika nafasi za uongozi, tukiamini kwamba kupitia uwezo wao kuwa katika nafasi za uongozi kutachochea wao kuweza kufanya mabadiliko katika jamii yetu, katika kuleta mapinduzi katika vitu mbalimbali ambavyo vinamkandamiza mwanamke na mtoto, ikiwemo mabadiliko ya sheria ya mtoto na sheria ya ndoa inayoendelea kumkandamiza mtoto wa kike kuolewa katika umri mdogo. Mabadiliko haya yote hayawezi kuwezekana kama hakutawekwa viongozi na wanawake katika nafasi za uongozi ambao watabeba maono ya wanawake na watoto. Asante. Tunaamini kwamba uongozi haujengwi kwa kuangalia jinsia, ila unajengwa kwa kuangalia mambo makuu matatu. Tunaangalia maadili, dhamira na nia ya kweli ya kuhudumia watu. Hivyo basi tulikuwa tunaomba wanasiasa, tume uchaguzi iweze kuhakikisha kwamba sauti ya mwanamke inasikika. Pia asiweze kunyanyaswa kwenye muda anataka kupaza sauti ile. Kama tamko linavyosema limejitosheleza katika kutekeleza dira ya maendeleo ya Umoja wa Mataifa SDG5 ambayo inahamasisha usawa wa kijinsia na uwezeshaji wa wanawake katika ngazi za maamuzi, bado tunaamini kuwa na rais mwanamke taifa letu limepiga hatua kubwa. Na bado kama tunavyojua idadi ya wanawake katika ngazi za maamuzi ni chache, kwa bado tunahamasisha wanawake kujitokeza katika ngazi za maamuzi ili kuendelea kuitetea dira ya maendeleo ya Umoja wa Mataifa, yani SDG5.